Kamba Festival iliweza kuwapa watu burudani kwa kuwaponya moyo kwa njia ya burudani, kwa njia ya kufurahikiana, kwa njia ya kuja pamoja. Kutana na legendari Bosco Mulwa mwenyewe. Ni legendari tokea katika jamii ya Wakamba. Bosco Mulwa ni mwanamuziki wa tangu jadi. Ni mwanamuziki legendari ambaye aliweza kuperform jukwani kwa njia ya aina yake. Bosco Mulwa yofanya muziki kwa njia aliyotunukiwa ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwanamuziki miongoni mwa wanamuziki wengine, lakini yeye ni mwanamuziki ambaye yaweza kuchezesha muziki wake jukwani kwa kubeba ama kwa kutumia gitaa mkononi. Anaweza kugeuza mtindo ama mitindo ya nyimbo zake akiwa jukwani kwa kubeba gitaa, na hivyo basi kuwaponya mioyo Wakamba kwa kubadilisha mtindo wa muziki wake. Na si Wakamba peke yake, lakini watu tokea jamii tofauti tofauti. Yeye ndiye aliyeweza kuanzisha hafla kama hii kwa heshima aliyotunukiwa na Wakamba wenzake kama legendari miongoni mwa wanamuziki walioanzisha muziki humu nchini Kenya katika jamii hiyo hiyo ya Wakamba. Isitoshe, penzi wasikilizaji, penzi watazamaji, kutana na msanii wa kijenzi, msanii wa kipekee, Prince Indah, ambaye nimeshinda nikimtaja kila uchao. Yeye pia vile vile nilivyowaambia hapo nyuma katika filamu yangu, yeye pia aliteuliwa kama msanii si wa Kikamba lakini msanii toka Ujaluoni ambaye anafanya muziki wa kipekee, muziki ulioburudisha kila mmoja nchini kote. Prince Indah ni mwanamuziki vile vile ambaye ameweza kuwapa burudani watu katika Kamba Festival hapo jana jioni. Aliweza kuwaburudisha kila mmoja kwa kuwajumuisha Waswahili, Wakamba, Wajaluo, Wakikuyu kwa kufanya muziki wake wa Kijaluo ambao kwamba uliweza kuiana na mioyo ya kila mmoja. Prince Indah alipopewa mic ama alipopewa nafasi kwenda jukwani, Prince Indah kila mmoja alinyanyuka, kila mmoja alisimama kwa simu zao, kwa mikono, kwa miguu, kila mmoja kuingiliana na nyimbo. Kila wimbo alioweza kuimba yeye, kila mmoja aliingiliana nayo. Hata wasusikia Kijaluo, wasoelewa Kijaluo, waliweza kuingiliana na kufurahikiana naye Prince Indah. Prince Indah ndiye Mjaluo aliyeweza kuattend hafla kama hii ukumbini Uhuru Gardens. Yeye tu ndiye Mjaluo aliyeweza kukubaliwa kama msanii chipukizi wa kijenzi kuja kuperform na Wakamba wengine ambao pia vile vile waliweza kujumuika humu ukumbini Uhuru Gardens. Prince Indah aliingia kwa njia ya aina yake, aliingia kwa mtindo wake, aliingia kwa uweledi wake kuweza kuperform katika Kamba Festival. Aliweza kuburudisha kila mmoja. Kila mmoja alinyanyuka kwa uwayo, kwa mapenzi na kwa mahaba, na kumpa yeye nafasi kuweza kuperform katika Kamba Festival. Aliweza kunyanyua kila mmoja, na hivyo basi kuweza kuonekana nchini kote na kila mmoja Prince Indah ni mwanamuziki wa kipekee. Ama kwa hakika, wapenzi wasikilizaji, wapenzi watazamaji, Kamba Festival si hafla ya Wakamba pekee. Unapoona ukumbini Uhuru Gardens, kila mmoja alijumuika pale. Wajaluo walikuja pale, Waswahili walikuja pale, Wakisii walikuja pale. Kila mmoja alikuja, hata Wasubi waliweza kujumuika katika Kamba Festival. Hivyo basi Kamba Festival ni hafla ambayo iliweza kuwakusanya kila mmoja. Kila mmoja alikwenda kuponywa roho kwa njia ya entertainment, kwa njia ya muziki. Na hivyo basi Kamba Festival ni afueni kimapato kwa serikali ya Kenya. Kamba Festival is not just for the Kambas. Kamba Festival is for everyone. Kamba Festival, again and again, shukran jazilan.